Habari ndugu watazamaji, karibuni tena kwenye chaneli yangu. Msahau kusubscribe, kulike na kushare ili kuweza kupata updates mbalimbali. So guys, leo ni siku nyingine tena. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutupa afya na uhai. Tunapumua na tuna afya njema. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini guys, kama mnavyoona hali ya Marekani sio nzuri na hali ni mbaya kwa kweli, na kama unavyoona hali ya nje, snow ni nyingi sana, ambao leo ni tarehe kama sikosei ni tarehe 25 2026, mwezi wa kwanza ndo tunamalizia huu kwa. Lakini kama unavyoona hali ni mbaya nje na snow ya safari inaonekana ni mbaya sana. Kwa hiyo hatujui itakuwaje, kwa sababu kawaida huwa inachukua miezi mitatu. Kwa hiyo ilianza mwezi wa 12, ikaja mwezi wa kwanza ndio huu ambao tunao, lakini sasa hivi tunamalizia, lakini bado hali ni tete, hali ni mbaya kama unavyoona snow kule kote. Kwa hiyo sasa nimeona nizunguke mtaani ili niweze kuwaonyesha hali ya hewa inakuwaje na mazingira mtaani kulingana na snow jinsi ilivyo na namna ambavyo inavyo affect maisha ya kila siku. Kwa hiyo nitaelezea yote haya. Kwa hiyo nataka niwazungushe kidogo ili niweze kuwaonyesha. Kwa hiyo tuungane kwenye hii video yangu, tuende tukaangalie mtaani kuna kuwaje, ili muweze kujifunza maisha ya winter kwenye snow yanakuwa, maisha ya winter yanakuwaje. Twendeni. Acha nigeuze kamera ili uweze kuona vizuri hali ilivyo. Okay? Yeah, ngoja nigeuze kamera ili uweze kuona vizuri ndugu mtazamaji. Okay, mtazamaji, hii ndo hali ya nje kama nilivyokuambia. Huu ni mlima wa snow kama unavyoona. Hii ni snow ambayo ilikuwa hapa barabarani, imesafishwa na ikawekwa hapa. Kwa kama unavyoona bado ni nyingi na ni nyingi sana. Huo ni mlima kama unavyoona, na bado na siku ya leo, yamaanisha hii ni siku zilizopita. Unaona, hii ni ya siku zilizopita, lakini pia bado inaendelea kushuka. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kuna nyingine hapa chini. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hii hapa chini ingine ya kufagiwa na ikawekwa hapa, itakuwa ni nyingi zaidi. Yaani huo mlima utakuwa ni mkubwa sana. Na kama unavyoona kule mbele pia kuna nyingine. Okay? Hapa ni mtaani kwangu ninapoishi. Hii ndo nyumba ninaoishi. Na hapa ndo kwenye parking zetu. Na gari zetu tunaweka kule. Kwa hiyo mimi nataka nikuzungushe tu mtaani kidogo, kwa sababu baridi ni kubwa, lakini tu nataka nijaribu kutengeneza content. Sasa hivi ni saa 11. Kwa hali ya nje ni saa 11 ambayo ya jioni, ndio tumetoka makazini. Hali ni hii kama unavyoona. Lakini leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ilitangazwa kwamba hali itakuwa ni mbaya sana. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu haikuwa kama walivyotangaza. Kidogo kulikuwa kuna unafuu, kuweza kuenda makazini na kurudi nyumbani. Okay? So guys, hapa ni mtaani kwangu kama mnavyoona. Kumechill sana. Hamna purukushani, kila mtu amejifungia ndani kwake. Ametulia anasikilizia hali itakuwaje. Na kulingana na utabiri wanasema ya kwamba kesho ndo hali itakuwa ni mbaya zaidi. Kesho hali itakuwa ni mbaya zaidi, kwa maana kwamba hii snow itakuwa ni nyingi zaidi. Na kama unavyoona bado snow ni nyingi sana. Snow bado ni nyingi sana. Hii yote mtaani, hii yote huo ni mlima huo kama unavyoona. Ni mlima wa snow. Unaona eh? Kwa hiyo ndugu zangu, hii snow ambayo mnaoiona hapa hii, ukiiona hivi unaweza kuona ni rahisi tu, ni kitu cha kawaida. Lakini hii snow ikiamua kuwa mbaya, yani inaweza ika-affect mambo mengi sana. Kwa maana kwamba inaweza ika-affect mambo mengi yasiende. Kwa mfano, hii ikiamua kushuka muda mwingine inaganda. Hamwezi kwenda nje, barabara zinafungwa kila sehemu. Kama unavyoona humu ndani bado naingia, ipo kwenye snow. Najaribu kukuonyesha ndugu mtazamaji. Okay? Kama unaona jamaa pale
anakuangua gari yake, yani imeganda kioo cha mbele, hakionyeshi, zile wiper haziwezi kupangusa, na ukisema uende hivyo hivyo hali inaweza ikawa ni mbaya zaidi. Okay, kwa hiyo nini ninachotaka kusema, hichi kipindi cha winter watu wengi huwa wanapitia changamoto nyingi sana, wanapitia mambo mengi sana, kwa sababu hii ndo inafikia kipindi cha kwamba watu makazini hawawezi kwenda, hawawezi kufanya kazi. Kuna wengine ni wagonjwa, ubaridi hawawezi. Muda mwingine unaamka asubuhi unakuta gari yako yote imefunikwa. Kabla ya kwenda kazini, kwanza unaingia kwenye kazi, kwa maana kwamba kazi inabidi kwanza uhakikishe usafiri wako unaweza kukupeleka kazini. Usafiri wako unaweza kukupeleka kazini. Sasa muda mwingine unakuta usafiri hapo ulipo huwezi kuutoa, ni kama vile gari limeingia kwenye matope. Sasa unajaribu kulitoa gari, halitoki. Kwa hiyo sasa inabidi uchukue chepe uanze kufukua uweke njia. Sasa kwa mfano unakutana na mlima kama huu, unafungua saa ngapi? Yaani unafukua saa ngapi? Na kazini unaenda saa ngapi? Hapa mimi nipo kwenye snow, na nipo kwenye ndani kama vile ndani ya mchanga. Okay? Kama vile unatembea ndani ya mchanga. Kwa hiyo kama unaona, yani ni nyingi sana, kama vile nipo jangwani. Yani snow ni nyingi sana. Okay? So ndugu zangu, haya ndo maisha ya Marekani. Kwa naona baridi ni mwingi sana. Nimeona nirudi tu nyumbani ili mambo yasiwe mengi, na bado zile gari za kusafisha barabara bado zipo barabarani zinafanya kazi yake, na hizi ndo gari zenyewe kama unavyoona. Yani hizi kila muda lazima ziwe barabarani hizo ndo gari za kusafisha barabara. Zinasafisha hii barabara yote kutoka huku mpaka huku. Sasa mimi hapa navuka upande wa pili. Unaona? Nimezama kwenye mguu wangu umeingia wapi? Nilizama pale. Kwa hiyo guys, haya ndo maisha mtaani. Hizi ndo challenges watu wanazoface. Inabidi utembee na koti muda wote. Uwe na tahadhari. Unahakikisha nyumba yako kuna ile system ya kuleta joto ndani inafanya kazi. Unahakikisha una chakula. Kwa mfano kama jana ilitangazwa, kama hauna chakula, hakikisha ndani kwako una chakula, una maji, kwa sababu inaweza katokea hali hakuna usafiri kabisa, hata kwenda dukani huwezi kwenda kwa sababu gari haziwezi, snow imekuwa nyingi, ni too much. Sasa mpaka wanapokuja kusafisha, kwa inaweza kachukua muda mrefu sana. Kwa hiyo au muda mwingine unakuta milango inaganda, huwezi kutoka nje, huwezi kufanya lolote. Kwa hiyo inakubidi wewe utulie tu ndani, kwa sababu hali ya hewa ya nje ni mbaya. Muda mwingine licha kwa kuna snow, lakini pia kuna upepo mkali sana. Kwa hiyo yote ni experience ambayo mimi najaribu kuwapa na kuwaambia. Kuna wale watu wengine ambao wanalaumu ndugu zao kwamba ninyi huko Marekani mna maisha mazuri, mnaishi vizuri. Ndugu zangu, pia msihadaike, msidanganyike na haya maisha. Zile ambazo mnazoonyeshwa, zile picha, manini, magorofa yale ni ile miji mikubwa, ambayo hiyo miji mikubwa ni sehemu ambapo hata wewe ambaye mtu wa kawaida ukisema uende ukaishi kule huwezi kuafford. Lakini ukija kwenye uhalisia wa maisha ya mtaani, gari inarudi tena inaenda sehemu nyingine kwenda kusafisha. Lakini ukija kurudi kwenye maisha ya mtaani, msidanganywe na mtu. Ndugu zangu, haya ndo maisha ya mtaani. Haya ndo maisha ya mtaani. Hapa ni mtaani kwetu. Haya watu unavyoona sio majumba. Hizi ni maduka. Unaona maduka ya Marekani yalivyo. Haya ni maduka. Unaona? Kwa ni maduka ya watu. Unaona? Kwa hiyo hali ni ya kawaida. Lakini tunashukuru serikali inajitahidi sana
kuweza kuandaa mazingira mazuri, kuweza kuwarahisishia raia wake, kuwekea mazingira mazuri kwamba njia barabara zote huwa zinasafishwa kwa muda, gari zinakesha usiku kucha mpaka snow inapokuja kusafisha, inapokuja kusimama, gari zinakuwa zinasafisha. Sasa huo ndo uzuri wa nchi za zilizoendelea. So guys, nadhani nimefika nyumbani na nipo kwenye tamati ya hii video yangu.